ya tu kina process, lazima kila kitu kikae vizuri na kuhakikisha kwamba hakutakuja kuwa na mgongano huko mbele, kwa sababu hatari yake mtu anaweza akajiona yeye ndio anemiliki klabu zote za mpira, kwa hiyo yeye ni mkubwa kuliko TFF. Lazima tukubali kwamba TFF ndio wanaendesha mpira na siku zote wao watabaki hivyo. Wito wako tu kwa wadau wa soka pamoja na klabu zote za ligi kuu pamoja na madaraja ya chini championship na kwingineko huko ni upi, mzee wangu Mguto? Mimi nafikiria kwamba tusifanye kazi kwa mazoea, tufanye kazi kwa kanuni tulizojiwekea, na ikiwa tutazifuata hiyo bila mwingiliano wowote, nadhani soka letu litaenda mbele. Nikushukuru sana na nikutakia asubuhi njema. Asante sana. Naam, ni mzee Steven Mguto huyo ambaye alikuwa mwenyekiti wa bodi ya ligi akinena nasi asubuhi ya leo. Ayo. Yes, mambo mazuri kabisa amesikika. Na mimi napeleka swali moja kwa moja lakini nikiangalia muda pia hapa bidi tuvute taswira kidogo. Lakini wewe ambaye unasikiliza unayo nafasi ya kuandika kile ambacho umekisikia kutoka kwa mwenyekiti wa bodi ambaye tayari anasisitiza zaidi watu wasifanye kazi kwa mazoea, hasa kwa wale ambao watakuja na wale ambao bado wapo kwenye bodi. Lakini asante wote ambao mnatuandikia. Nimekuona hapa Tajiri Mo, Bruki Tiger, asante pia Maisara Muhammad, mkiwa tayari mnafuatilia, na kama tulivyosema pale kinatuna wa bodi. Na swali langu la msingi nilitaka Kamanda Jeff, haki imepatikana? Haki walioitaka Yanga maana wao ndio walitaka watu wajiuzuru na wakae pembeni, na nadhani kwenye mpira wetu haki wanaoitaka Yanga ndio huwa inakuwa. Kwa haki imepatikana kwa tafsiri hiyo, kwa tafsiri maana kwamba haki haijapatikana kwa wanamichezo. Kwa wanamichezo walikuwa wanatafuta haki ipi? Watu walikuwa wanahitaji maamuzi kwamba jambo likoje, na maamuzi yanaonekana sio watu. Yanga ndio walikuwa wanahitaji maamuzi, watu wajiuzuru. Kwa watu wamejiuzuru. Na inawezekana hajaridhika sana kwa sababu labda kidau amebaki leo. Lakini you never know, labda ni swala la muda tu kwamba na yeye atanyolewa kama hizi. Lakini ni maamuzi ambayo kwako umeyapokeaje yaliyofanyika, yaliyotokea? Nimeyapokea kama yalivyokuja tu, kwa sababu at no point mimi nishai kutegemea kwamba kile ambacho watu wanakiita kwamba wanaupigania mpira wa Tanzania ndio kilivyo, ni interests tu. Yule kwa hiyo Yanga ndio amepata interest zao, haimaanishi kwamba haki imepatikana. Kali, umesikia hiyo? Nimesikia na huu mjadala ni mzito kwa kweli. Kabisa. Na yote kwa yote tarehe ya mchezo tayari imepangwa. Ni Juni 25. Tunaifahamu wote kwa pamoja na kwa uzuri kabisa. Lakini nitakuja kwako Shirafu Jeyara, takuja kwako Evans, takuja pia kwako Hans Rafael. Mimi bado nipo kwa Kamanda. Umemsikiliza mzee Mguto akizungumza kwa uzuri kabisa. Yeye amesema kukaa kwake pembeni, anataka mpira uendelee, na vile ameenda mbali zaidi akibainisha kwamba watu wasifanye kazi kwa mazoea. Katika hali ya kawaida tu kwenye uongozi wao, nafikiri walikuwa wanafanya kazi kwa mazoea, na ndio maana ilivyofika hatua Young Africans walisema hawana imani na bodi ya ligi. Kwanza kabisa, unajua kufanya kazi kimazoea sio kitu kibaya. Naam. Kwa sababu hakuna mtu duniani ambaye afanye kazi kimazoea. Mfano mzuri wewe ni mazoea yako kwamba utafika ofisini saa 1. Ikifika saa 2 kamili utakaa kikao. Na saa 3 ikifika utaingia studio kufungua kipindi. Ni mazoea. Lakini yasiathiri utendaji. No. Sasa huko kwenye kuathiri utendaji, kuna wakati hata kitu kizuri kinaweza kikaathiri utendaji. Kwa hiyo inategemea tu nini kimetokea na kimetokea kwa athari kiasi gani. Lakini kwa muktadha wa aliyozungumza Mguto, kwanza kabisa mimi sikubaliani naye kwamba eti amejiuzuru ili mpira uchezwe, kwa sababu Yanga hawakuanza. Haya maamuzi yalitoka lini? Ijumaa au Jumamosi? Ijumaa. So Yanga hawakuanza kumtaka Mguto ajiuzuru Ijumaa.
Kwa hiyo kama kweli yeye amejiuzulu ili mpira uchezwe kama anavyosema, there was ample time ya kufanya hivyo kabla hiyo. Okay. Yes, lakini we all know kwamba ni maamuzi ya shinikizo. Sio maamuzi ambayo anybody at TFF au bodi ya ligi alitaka yatokee, kwa sababu kama wangekuwa kweli wanataka maamuzi yatokee, we wouldn't get hapa tulipofika. Okay, sawa. Kwa hiyo lazima kuna shinikizo limetoka. Sehemu gani? Unadhani ni sehemu gani imetoa shinikizo? No, siwezi kuelewa. Kwa limetoka Yanga, kwani wao wanataka watu wajiuzuru. Maana ndio kila kitu kilikuanzia shinikizo limetoka Yanga. Lakini kama Yanga walianza kushinikiza mwanzo na wakufanya maamuzi na wanakuja kufanya maamuzi mwishoni, shinikizo la Yanga limekuja kupata uzito mwishoni. Basi labda ile kauli ambayo huwa tunaambiwa kwamba Yanga ni lidude likubwa, inawezekana ni kauli ya ukweli. Na wewe unaliona? Umeliona kama ni kweli? No, mimi it's macho yangu mimi hayajalishi, lakini ndio uhalisia. Wao ndio wanataka watu wajiuzuru na watu wanajiuzuru bwana. Kwa hiyo watu wengine wote wanachotaka hakina msingi. Kile wanachokitaka Yanga ndio kina msingi. Kabanda, kwa namna unavyozungumza inaonekana kabisa hujakubaliana na Mzee Mguto na Kasongo kuondoka katika nafasi zao. Umelielewa jibu langu sijui. Nimekuelewa vizuri sana. Kama Kasongo kweli alikuwa anataka mpira uchezwe. Ile Machi 8 ile. Ama wakati ambapo, kwa sababu nadhani matakwa ya Yanga kwamba watu wajiuzulu ni baada ya kwenda CAS na kesi yao ya CAS, hiyo narrative ile ya kwamba Yanga watacheza mechi mtu akijiuzulu ilikuanza. Sawa. There was enough time kwa hawa viongozi wa bodi ya ligi na TFF kukaa pembeni, lakini hiyo ni kama wao wenyewe katika nafsi zao wangekuwa wameona kwamba okay, hapa mimi nitakaa pembeni, whether ni kwa sababu mimi ndio tatizo ama ni kwa sababu mimi sikubaliani na kile kinachoendelea, so I'll step aside. Sawa. Manake kama kina Hans na wenzie walikuwa wanasema kwamba Yanga hawatocheza mpaka watu wajiuzulu. Watu wamejiuzulu hao, lakini timing ya maamuzi ndio itakuonyesha kwamba ni maamuzi yao au sio maamuzi yao. Lakini at the end of the day, mimi naweza nikarudisha swali kwako. Naam. Do you really think kwamba matatizo yote tulikuwa tunayashuhudia kwenye bodi ya ligi yalikuwa yanaletwa na Mguto pamoja na Almasi Kasongo? Hapana. Then basi matatizo hayawezi kuisha kwa kuondoka kwao. Sawa. Kwa sababu hata kwenye vilabu pia kuna matatizo chungu nzima. Sasa nikipitia barua ya bodi ya ligi